Kwa wale vijana ambao walikuwa wana ndoto siku moja ya kwenda kuzamia au kuishi nchini Marekani, sasa kuna agizo ama tamko kutoka kwa rais wa nchi hiyo Donald Trump kusitisha visa kwa Watanzania nchini Marekani. Hatimaye sasa Marekani imeanza kuiletea vikwazo nchi ya Tanzania. Nchi ya Marekani imesitisha visa za kitalii Tanzania na Marekani, lakini pia imesitisha visa za masomo, visa za program za mabadilishano, zote hizo zimeweza kusitishwa kufuatia agizo na tamko la Mheshimiwa Rais wa nchi hiyo Donald Trump. Amesema kwamba kwa wakati huu hapa nchi yao hairuhusu visa mpya kuweza kutengenezwa na kuweza kufanya kazi katika taifa lao la Marekani. Amesema hiyo yote ni kwa sababu ya usalama wa taifa lake. Taifa la Marekani linapaswa kuwa katika usalama zaidi, hivyo amesitisha visa hizo kutoka nchini Tanzania. Kama mwanzoni umenisikiliza hujanielewa ni visa za aina gani, ngoja nirudie tena kusema. Marekani imesitisha visa za kitalii, masomo, program, lakini pia za mabadilishano na zile za biashara na zingine ambazo zinazohusiana na masuala ya makazi, raia pacha na vingine vingi zaidi. Marekani imetokea kufanya hivyo kwa sababu Donald Trump amesema kwamba nchi yake ya Marekani inapaswa kulindwa zaidi kwa hivi sasa. Kwa hiyo usalama wa nchi yake ni kitu cha msingi zaidi. Hivyo kwa wakati huu haitochapisha tena visa mpya, bali kwa wakati huu hapo atapata visa zile kwa wale ambao visa ambazo zilizotumika kwa mwanzoni, zile za mwanzoni zitazidi kufanya kazi vizuri zaidi, lakini kwa visa mpya kwa taifa la Marekani ni kitu ambacho hakitakiwi kwa hivi sasa. Unaona bwana. Sasa nimekuletea wewe Mtanzania, wewe mwana Afrika, mwana East Africa, kuweza kutoa maoni yako kusema, je, unadhani ni kwa nini nchi ya Marekani imeweza kuiwekea vikwazo Tanzania? Na sio tu Tanzania peke yake, ni moja kati ya nchi 30 na zimewekewa vikwazo hivyo za kuweza kuingia katika taifa la Marekani. Watu wamekuwa wakijiuliza na hisia mseto zimeendelea kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii kusema kwamba imekuwaje Donald Trump ameanza kuzuia watu katika mataifa yao. Na habari zilizozagaa katika mitandao, maoni mbalimbali ni pamoja na kwamba Watanzania wamejiuliza zaidi kama nchi ya Marekani imesitisha raia kuto kuingia katika taifa lake, ni nini ambacho kinachohitajika zaidi sasa mpaka kufikia sasa hivi? Na je, malengo yake ni yapi? Ana malengo gani Donald Trump mpaka hivi sasa? Maana Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo inasifika duniani kuwa na utulivu, amani pamoja na umoja, ushikamano wa hali ya juu. Sasa kitu gani ambacho kimesababisha Marekani kuweza kuzuia raia wa Tanzania kuingia katika nchi ya Marekani? Tamko hili limeweza kuzungumzwa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania na kusema kwamba kwa wakati huu inabidi iwe hivyo. Visa mpya, hakuna visa mpya ambayo itakayoweza kutoka, ila isipokuwa zile ambazo zimetoka mwanzoni Januari, na zile ambazo bado hazijaisha muda wake zitaendelea kufanya kazi kama kawaida, lakini imekuwa ni changamoto zaidi katika kupata visa mpya. Unaona bwana. Kwa hiyo hayo ndiyo yanayoendelea huko nchini Marekani, na kwa hivi sasa hakuna kitu kingine ambacho kinaendelea zaidi, na kitu hiki ambacho kimeendelea kuenea zaidi kimezidi kuleta hisia na mawazo mengi kwa watu wengi tofauti kuhusiana na uhusiano kati ya Tanzania na Marekani. Unaona bwana. Sasa tukienda mbele zaidi, kuna watu ambao ndoto zao kubwa kwenda Marekani. Kuna wengine walikuwa na ndoto za kwenda kuishi nchini Marekani. Sasa kuhusiana na hili tamko la rais wa Marekani Donald Trump kuzuia raia wa Tanzania kwenda huko, sasa sijajua ndoto za watu ambao walikuwa wakitamani kwenda kuishi nchini Marekani itakuwaje end of the day. Sasa mimi niishie hapo kwa siku ya leo. Kama utakuwa na maoni yako, na dondosha maoni yako. Usisahau kushare video hii na pia usisahau kusubscribe channel hii hapa ili uweze kupata taarifa mbalimbali kwa wakati sahihi. Bye bye.